Kwanza nitoe pole kwa Mama Aris au kwa dada yetu Aris kwa kitendo ambacho kimefanyika kwa siku ya jana. Kuna mambo makubwa mawili ambayo ningependa kuyafanua kwa haraka. La kwanza ni jambo la kesi ambayo ipo au haipo, ambalo ndani yake linahusu Mama Aris kumiliki nyumba au kutomiliki nyumba. Hilo ni part number 1. Lakini jambo la pili ni approach, ni namna iliyokuja kutumika, namna sasa ya kuja kumuevict huyu mama na kumtolea vitu nje yeye au wapangaji wake aliowaweka ndani ya nyumba. Na mmoja wa mpangaji ambaye nilimuona kwenye klipu alikuwa ni raia wa kigeni, na ambaye kwa lugha nyepesi eviction ile imesenti mambo makubwa mawili au matatu. La kwanza, imetia doa kwenye mahusiano yetu na mataifa hayo ambayo mmoja wa wapangaji anatokea. Lakini jambo la pili, limeonesha udhalilishaji mkubwa sana, naweza nikaita ni wa kijinsia, ambao approach iliyokuja kutumika ilikuwa ni ya kudhalilisha. Na kama ni kudhalilisha, linaingia jambo dogo la tatu ambalo mdhalilishwa ambaye ni Mama Aris ndio maana naibuka kwamba au kwa sababu mimi ni mjane. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kama ambavyo mmeona hapa, yapo mambo ambayo katika hali ya haraka haraka yanaonesha kwamba yapo pasi na shaka. Jambo la kwanza ni kwamba hakuna mabishano kwamba nyumba hii ilinunuliwa na ndugu yetu Mama Aris chini ya mume wake ndugu yetu marehemu Justice. Walinunua nyumba hiyo mwaka 2007-2008 kama ambavyo amekushasema. Hakuna mabishano kuhusu hilo. Lakini jambo la pili, ilipofika tena mbele kidogo mwaka 2011 au hata kabla mwaka 2011, hatubishani kwamba kulisha mama anakiri kwamba aliona mume wake anataka kuuza au kuiweka rehani nyumba. Kwa hiyo kinywa cha kutoka kwa mama kinatoa ushuhuda kwamba alimuona mume wake kwa macho yake kwamba anataka kuuza au kuweka rehani nyumba hiyo. Kwa ajili ya nini? Ili ni jambo ambalo lilikuwa ni la kifamilia. Ilipofika mwaka 2011, tunabishana au bila kubishana, mama kwa kujua au kutokujua, hati iliyokuwa kwa jina la Bwana Justice sasa ikawa transferred kwenda kwa Bwana Mohamed mwaka 2011. Kila kitu kikafanyika ikiwa na mauzo ya milioni 262 na laki 5, kwamba nyumba imeuzwa kutoka kwa Bwana Justice kwenda kwa ndugu Mohamed. Mwaka 2012 mama huyu, nadhani baada sasa ya kuwa amekushashtuka sasa mpaka mwisho kwamba kumbe haikuwa tu mume kwenda kuweka rehani, kumbe haikuwa tu mume kwenda kutaka kufanya vitu gani, kumbe inawezekana mume ameiuza nyumba. Kwa mwaka 2012 akaenda mahakama, akaenda Wizara ya Ardhi kwenda kuweka caveat, kwenda kuweka zuio. Kwa maelezo ya ndugu yangu kamishna msaidizi wa ardhi ni kwamba zuio hilo linapokuja la kuzuia mchakato wowote wa kutransfer ardhi au hati kwenda kutoka Bwana Justice kwenda kwa yule Bwana Mohamed, tayari 2011 hati ilikuwa imeshakuwa transferred na inamsoma ndugu Mohamed. Na kwa mantiki hiyo, jukumu walilofanya, kwa kuwa mama aliendelea kuwa na malalamiko katika vyombo mbalimbali, jeshi la polisi kutoka mwaka 2013 liliomba nyaraka za transfer ili liweze kujiridhisha kuhusu umadhubuti wake. Na bado tena likarudia tena jeshi la polisi tena kuomba tena nyaraka mwaka 2000 tena na zaidi kuomba nyaraka ili kuweza kujithibitishia kuhusu uhalali wa nyaraka hizo. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachokiomba ninyi muweze kuhitimisha hapa ni kwamba bwana huyu Mohamed ni tapeli ambaye ameiokota nyumba na kuanzisha mgogoro nje baada ya kufa kwa mmewe. Jibu ni hapana, kwa sababu transfer hii imefanyika mume Bwana Justice akiwa hai.
ambaye amekuja kufariki mwaka 2022, miaka karibu 11 baada ya hati kwa transferred. Namba 2, kama hati ilikuwa transferred na zaidi ya miaka 11 huyu bwana yuko hai na mama yuko hai, nini kilipelekea bwana Mohamed asiwe mkaaji wa kwenye nyumba aliyokwisha inunua? Mohamed, kwa mujibu wa maelezo sasa wakili wake, ni kwamba kulikuwa tayari kuna mizozano ambayo bwana Mohamed alikuwa ndani na nje ya nchi, na mizozano hiyo ikiwa inaendelea, na ndio maana mpaka leo akawa bado hajafanikiwa kuishi kwenye nyumba hii. Kwa mantiki hiyo sasa, mambo machache ambayo nataka niyatolee msisitizo: kisifanyike kitu kingine chochote mpaka sasa. Vyombo kwa uharaka mkubwa mno vijiridhishe haya machache ambayo yamelalamikiwa. 1, umadhubuti wa nyaraka zilizo transfer. Lakini 2, na masuala haya ya umiliki kwa ujumla wake. Tukifuata sheria leo, hata tukaenda mahakamani leo, maana yake ni kwamba mwenye hati ya nyumba hii ndugu Mohamed. Si kama mnaelewa ndugu zangu. Kwa nihitimishe kwamba sio vizuri sana kunyang'anya mali ya watu. Watanzania naomba hili walielewe, na hasa wa Dar es Salaam. Hautapata faraja na furaha ukikaa na mali ya mtu yoyote. Unaweza ukahisi umefaidika, lakini hautakuwa na furaha ya moyo mpaka unaingia kabrini. Kwa nyumba hii Mama Aris na ndugu Mustafa wote wawili, ukweli wote wawili wanaofahamu, pamoja na kwamba hapa tunahangaika, ila hawa wawili wanafahamu. Kwa hiyo hawa wawili hawa hakuna anayeweza kuishi kwa amani hapa mpaka wanaingia kabrini. Hawa wawili hata tungesolve kwa namna gani. Kwa hiyo tunahitaji busara za mioyo yao nje kabisa na misingi ya kisheria ikiri kuhusu haya yanayozungumzwa, na ndipo furaha ya moyo itatokea. Kama ni kweli waliuziana au walikopana, mama anakiri kwamba mambo haya yalishakuepo. Mkuu wa wilaya utaunda timu ndogo kwa kusaidiana. Sasa nitakuletea wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi kwa kamishna msaidizi wa Dar es Salaam na jeshi la polisi, watu wa usalama, watu wa TAKUKURU, watakaa kwa pamoja, mtapitia nyaraka hizi kwa pamoja, tutatoa majawabu kwa pamoja ili mambo mengine yaweze kuendelea. As of now, hakuna kesi mahakamani inayohusu ardhi hii, kwa sababu mama mwenyewe amekiri kwamba waliitoa kesi wapi? Mahakamani, ili waweze kukaa mezani. Ulifungua tena? Ndio, lakini hawatoi control number, nikienda sipewi ushirikiano. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mpaka sasa hakuna kesi. Hakuna kesi ambayo yani kesi ni mpaka isajiliwe. Kwa hiyo mpaka sasa ni kwamba kesi ya ardhi hii haijasajiliwa. Kwa hiyo kwa muda huu hamna kesi mahakamani. Kwa hiyo mama huyu atapata msaada pia wa kisheria. Atapata msaada pia wa nini? Wa kisheria, ili kuweza kuisajili kesi hiyo kama ambavyo yeye anatamani iwe. Kwa majina yangu ninaitwa Alice Pascal Haule. Mimi ni mjane na mke wa marehemu Justice Rugaibura, na pembeni yangu ni mtoto wetu wa kwanza. Jana nilipopata taarifa, nilipigiwa simu kutoka ofisi za serikali za mtaa. Wananiambia, mama, hao watu wamevamia hapa ofisini, wanasema wana kibali moja kwa moja kutoka kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, na kwamba wamepata kibali, na barua ilionyeshwa kwa njia ya simu. Wakaonyesha kwamba wamepata kibali. Hii nyumba nimeandikwa mimi ni mvamizi, kwamba mimi nimevamia, niondolewe kwenye nyumba yangu, mimi ni mvamizi. Kwa hiyo wale wakasema, yule mama tunaishi naye miaka 17 hapa, sasa amevamiaje? Wakaambia, bwana, hii oda imetoka juu. Mimi nikakimbilia polisi, nikaenda kuomba msaada polisi. Nimeomba msaada polisi, gari lilikuwa halipo. Wakaniambia gari halipo mama. Nikaambia, naombeni msaada, mnisaidie, mimi ni mjane na siwezi kusema uongo, ili tatizo liko hapa. Nimeleta kesi yangu hapa muda mrefu. Nikija mnaniambia kwamba ardhi bado hawajawapa document ili kwenda kudetect kama mimi kweli kuna shida mahali nimehusika. Wakasema hawajapata. Kwa hiyo kilichotokea leo au jana, ndugu zanguni, nasema ukweli, kimetokana na kushindwa kupata msaada kule, na nilipofika hapa nikakuta
hakuna mtu yote wa kunisaidia. Nilianza kupiga makelele, majirani ndio walianza kuchukua video kwenye nyumba zao huko juu, na wanaojua waandishi wa habari majirani wakaamua sasa kuingia kati, kwa sababu hii imekuwa tena mara nyingine ninanyanyasika. Ndio zile video zikatoka. Sio kwamba mimi nilikaa huku napigwa alafu nichukuliwe video. Na wala siwezi kusema uongo. Mimi nilikuwa nasema hapa ni nyumbani kwangu. Ninaondoka na kwenda wapi na watoto wangu? Na kama kweli basi unasema mume wangu alikukopesha, basi ungekubali useme mama, mume wako wewe amekufa na mimi sitaki kusamea deni kwa sababu ni pesa yangu, nirudishie milioni 200 na ngapi. Sisi hata kama kwa kuchangishana kwenye ukoo mzima, kwa kuomba misaada, tutafute, lakini usitunyang'anye nyumba. Unatunyang'anya nyumba, sisi tuende wapi na watoto hawa wadogo? Kwa jina naitwa Hajra Mungula na nimekuja kama mwakilishi wa Mohamed Mustafa Yusuf Ali. Mimi katika hili swala yuko wapi Mohamed? Mohamed amesafiri kidogo. Kwa sababu hizi taarifa zilipatikana jana usiku na alikuwa tayari na safari. Ndio. Kwa maelezo ambayo tumepewa na mteja, Mohamed alinunua hii nyumba mwaka 2011 kutoka kwa marehemu Justice Lugaibula ambaye ni mume wa dada Alice. Na kwa maelezo zaidi ya Mohamed ni kwamba alipitia michakato yote ikiwemo kupata signature ama dole gumba la dada Alice. Na yeye anasema kwamba alikuja mwenyewe akamwekesha ile dole gumba. Kwa nyaraka ambazo tumeziona ni kwamba nyumba hii alinunua kwa shilingi milioni 262 huo mwaka. Na baada ya hapo anasema kwamba kumekuwa na mivutano baina yake na marehemu Justice katika kufanywa handover ya hii nyumba. Mpaka pale ambapo kuna wakati Mohamed alipata matatizo akawa yuko nje ya nchi, na alivyorudi sasa ndio sisi tukaanza kulishughulikia hili swala. Na ameshachukua jitihada za kutaka kumuona kwamba wanakaa chini wanayasoti, lakini ni wao wawili walishindwa kuwa nakubaliana katika kiwango. Kwa hiyo wale mabroker ndo wakaja wakafanya kilichofanyika, na kwa taarifa kutoka kwa Mohamed ni kwamba aliwapa instructions kwamba wasifanye kitu chochote tofauti. Na nia ya kufanya vile anasema ni kuwa kwa sababu imefikia stage sasa nyumba inapangishwa, ile huruma aliyokuwa nayo wakati wanakaa familia, anakaa dada Alice na watoto, alafu akawa anamwachia. Sasa hivi dada Alice amepangisha hiyo nyumba, kwa hiyo akasema kwamba ni bora watu wote wawe nje wakati kesi inaendelea kuliko yeye ambaye ndio title holder kuwa yuko nje kwa miaka 14 ilhali mwingine yuko ndani na ameshaipangisha hiyo nyumba. Jina langu naitwa Shukrani Kiando, wadhifa wangu ni kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa, uhamisho huu, nature uhamisho huu kwa mujibu wa faili la msajili ni transfer, kwa maana ya kuuziana. Na bei ambayo imeuzwa, naomba hii nitakayosema ndio hiyo bei sahihi. Naona wanatamka bei tofauti hapa. Bei iliyouzwa ni milioni 262 na laki 5 kwa mujibu wa nyaraka za msajili. Nature malalamiko ambayo mama aliwasilisha, pamoja na mambo mengine, analalamika kwamba mume wake anafanya mpango wa kuuza ama kuweka rehani nyumba yao ya ndoa bila idhini yake. Na hivyo aliomba kisifanyike chochote katika nyumba hii ya ndoa bila ridhaa yake. Na kwa saini yake anasema imegushiwa. Mheshimiwa Rasi, matrimonial house, nyumba ya ndoa inapouzwa, mke huwa anatoa ridhaa ya kuuza hiyo mali. Malalamiko ya mama anasema hajawahi kutoa ridhaa yoyote, na analalamikia zile nyaraka kwamba mume wake amezigushi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rasi, kilichofuata sasa, ili swala likapelekwa kwenye vyombo vya dola, likapelekwa polisi. Kutokana na malalamiko ya Alice Nyamwita kwa nyakati tofauti, jeshi la polisi limekuwa likiwasilisha barua za kuomba taarifa pamoja na nyaraka ambazo wanataka kuzifanyia uchunguzi. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 11 2012, ofisi wenzetu wa jeshi la polisi waliomba nyaraka kwa ajili ya uchunguzi kutokana na malalamiko ya mama, na sisi kama Wizara ya Ardhi tuliwasilisha hizo nyaraka kwa ajili ya uchunguzi kubaini malalamiko yake mama. Je, ni genuine? Analalamika kwamba yeye hakutoa consent au ridhaa kwa mume wake kwamba hii mali iuzwe. Na kutoka hapo Mheshimiwa
mkuu wa mkoa, kilichoendelea nimekuja kukisikia hapa, masuala ya mahakamani, masuala ya kukopeshana milioni 150, hayo sisi tumekuja kuyasikia hapa.